kwa kumaliza nafasi ya 3 katika Elite 16. Tuambie michuano ilikuwaje na tofauti na mlipocheza last season. Kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua hii ambayo tumefikia. Nadhani ni kwa Tanzania, nadhani ni faraja kubwa sana kwa Dar City kuiwakilisha vizuri Tanzania katika mashindano haya ya BAL Elite 16 na tumefanikiwa kuwa nafasi ya 3. Imeonyesha ni jinsi gani ambavyo uwekezaji umefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Aina ya wachezaji ambao tulikuwa nao wameenda kutuwakilisha vizuri na hatimaye tumekuwa unbeaten kwenye mzunguko wa kwanza, na bahati mbaya tumepoteza mechi katika hatua ya nusu finali, ilikuwa close. Lakini tukajipanga vizuri na kuhakikisha kwamba tumepata nafasi ya 3 ambayo imewakilisha vizuri Tanzania. Nini kilikuwa kigumu kwenye game ya Johannesburg Giants? Mliongoza vizuri first half, kipindi cha pili waka close gap na wakashinda kwa tofauti ya point 2. Nini ni sehemu ya mchezo. Ukiangalia timu yangu ilianza vizuri, tumecheza kwa uelewano mzuri kwanza na pili. Kota ya 3 nadhani yale maelekezo ambayo tulikuwa tumeyatoa hayakuwa executed vizuri. Kwa nafasi ambazo sisi tumezikosa, Johannesburg wao wakaona na wakajaribu kurudi kwenye mchezo, na pale ambapo tumehitaji ku-execute kumaliza mchezo ikawa nadhani bahati haikuwa kwetu. Kwa credit kwa wachezaji wangu, nadhani wameonyesha level nzuri ya mchezo, lakini kikubwa ni kwamba tumeipeperusha vizuri bendera yetu ya Tanzania kwenye mashindano haya, kwamba kila timu na sasa zinaanza kujiuliza Dar City ni kina nani. Kwa hiyo tumepeperusha vizuri bendera na tunaamini kabisa kwamba kwenye wild card ambayo tutaipata basi tutafanya makubwa zaidi kushinda haya ambayo tumeyafanya Nairobi. Kwenye game 2 tulimwona mchezaji kama Diabate akicheza akiwa na injury. Kwa kuwa hamna replacement yake, mkaimweka mchezaji mwingine? Hakuwa injured. Diabate is an experienced player, one of our top in Africa. Ameonyesha uwezo mkubwa sana. Kwa sisi tulikuwa tuna malengo. Kwa malengo yetu kama coaching staff ni kuhakikisha kwamba tunamtumia vizuri Diabate, na huyu ni professional. Kwa tunamlinda katika fatigue na kila kitu, lakini yeye anajua majukumu yake na ameenda kuyatekeleza vizuri katika mashindano haya. Vile vile ukiangalia tulikuwa tuna experienced players kama Zuzwa, Putney, Deng, Ndoe ambao wana experience kubwa sana kwa mashindano ya BAL, lakini tuna icon wetu kutoka Tanzania, Hashim Thabit, our captain. Nadhani wametuwakilisha vizuri. Game ya mwisho Hashim Thabit nadhani alienda kuhakikisha kwamba Tanzania inapaa juu zaidi kwenye mchezo wa kikapu, na Afrika yote inatujua kwamba kwenye mpira kikapu Tanzania kuna timu inaitwa Dar City. So proud of my team, proud of support cast. Wanahisi kwamba wachezaji wetu wengine ambao walikuwa kwenye bench hawana thamani, wana thamani kubwa sana, lakini ni mipango ya team kwamba tunataka kuhakikisha kwamba tunatoka kwenye level hii kwenda kwenye level nyingine, na ndipo ambapo pale wanapohitajika wachezaji kufeed in kama icon wa Tanzania mwingine Amini Mkosa anaingia kufanya jukumu lake vizuri na kutoka, kwa sababu timu ilikuwa inataka malengo ya kuipeperusha Tanzania kwenye level ya juu kwenye mchezo huu wa mpira wa kikapu hapa Afrika. So coach, jana baada ya game ya mwisho kumalizika tuliona baadhi ya kwenye mitandao ya kijamii wengine wakisema Dar City imefuzu, wengine haijafuzu. Wengine wakisema kwamba Dar City imeenda kama best loser, wengine wanasema ikiwa sio best loser. Iko vipi uhalisia? Sisi tunajivunia kwa level ambayo tumecheza, kwa tunawaachia BAL wenyewe waamue hiyo wild card wanaipeleka wapi, lakini kwa sisi kwa jinsi ambavyo tumeonyesha mchezo na ushindani mkubwa na level ambayo imeonekana, basi naamini kabisa hiyo wild card itakuja kwetu Dar City na tutapata nafasi nzuri ya kuwakilisha basketball Afrika, lakini kikubwa ni kwamba tutakuwa ni timu ya kwanza kuweka record Tanzania kwamba ni timu ya kwanza kwenda kushiriki mashindano ya BAL 2026. Okay. Asante.